Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mwasha wa Askofu Thomas Kiangio wa jimbo la Tanga pamoja na makuhani wote hapa, watawa wa Kolu na watawa wengine wote tunaojumuika hapa, waumini wote tunaoshiriki misa hii. Leo tunaadhimisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tunaadhimisha sherehe ya kukingiwa dhambi Mama Bikira Maria, na ya pili, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya wito kwa dada zetu wanaofunga nadhiri za daima. Wengine wanafanya jubilei ya miaka 25, wengine 50 na wengine 60. Haya mambo yote mawili yanamwangalia Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria na hawa wanaojiweka wakfu na waliojiweka wakfu tayari, wote wanamwangalia Mama Bikira Maria. Na ndio maana hata wao wanapoitwa wanaitwa Sister Maria afu jina lake. Utambulisho huo kwamba tunamwangalia yuko mbele yetu, na tunapomwangalia akiwa mbele yetu tujifananishe naye. Tunajiweka wakfu kama yeye mwenyewe alivyojiweka wakfu, ili tutumike kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana hayo yote yanakutana leo hii. Tunapoadhimisha haya mawili ni kitu kimoja hicho, kujiweka wakfu kwa Mungu, kuweza kuwa wafuasi waaminifu wa Kristo ambao tunamshuhudia kwa maisha yetu, kwa matendo yetu, kwa maneno yetu na kwa mahusiano yetu tulionayo kama binadamu. Na ndio maana siku ya leo dada zetu wanapofunga nadhiri za daima walikuwa na safari. Waliangalia, walikuwa wanovisi, walikuwa wakosanti kwanza huko, wanovisi, waprofesi wa muda. Wakaamua sasa leo tunajiweka wakfu kwa daima, kuweza kumtumikia Mungu kadiri ya mapenzi yake, kama Mama Bikira Maria alivyofanya. Na wanaoadhimisha miaka 25, miaka 50 na miaka 60, hawahesabu miaka kwamba sasa nimemaliza mwaka wa kwanza wa nadhiri, maana nianza wa pili, sasa wa 25, sasa wa 50, sasa wa 60. Kama wanahesabu miaka, nadhani wala sio njia nzuri. Hawahesabu miaka, ndio maana wanamshukuru Mungu. Ndio maana walikaa wakaangalia ukuu wa Mungu katika maisha yao hayo, wakaona kabisa bila yeye hiyo miaka 25 asingeiweza, hiyo miaka 50, miaka 60 asingefika. Kwa sababu wanapoadhimisha hiyo, wala wanatathmini miaka yao hiyo, jinsi Mungu alivyowatendea makuu. Lakini katika tathmini hiyo vile vile wanasema sasa tumefanya miaka hiyo, pengine tumefeli hivi, na katika kufeli kwetu huko, basi tunapoanza sasa safari tena hii, tufanye vizuri, tujikabidhi vizuri kwa Mungu mwenyewe kwa neema zake. Na ndio maana katika tafakari yetu ya leo tushirikiane wote kumwangalia Mama Bikira Maria, hasa kwa jibu lake zuri kabisa, ambalo ni jibu la kujiweka wakfu. Tunajua kwamba alikingiwa dhambi ya asili, na kujua kwamba alikingiwa dhambi ya asili, tunaona maongezi yake na malaika. Salamu, hapa tumeambiwa uliyepewa neema, lakini umejaa neema. Amekingiwa dhambi, hana dhambi, amejaa neema. Sisi hatujajaa neema, tunaomba neema kila siku, lakini yeye alijaa neema. Salamu ewe uliyejaa neema. Na hii sala naisali kila siku, Salamu Maria umejaa neema. Kwa hiyo amejaa neema. Na kwa sababu hiyo anapokutana na malaika na kupashwa habari ya kile ambacho atakifanya katika maisha yake,
na akiangalia nyuma kwamba ni mchumba wa mtu. Ndio maana anauliza salamu hii ni ya namna gani? Kwa maneno mengine, ili kujiweka wakfu kwa Mungu, safari inahitaji utulivu, inahitaji upambanuzi, inahitaji kutafakari kwa kina kabla ya kujiweka wakfu. Salamu hii ni ya namna gani? Anatuonyesha. Lakini anapofikia uamuzi, ni baada ya yote haya, sasa naona makuu ya Mungu, sasa namuona yuko mbele yangu, sasa najikabidhi kwake bila kujibakiza. Sina wasiwasi kwa sababu najua Mungu hawezi akanidanganya. Sina wasiwasi, najitoa bila kujibakiza. Na ndio maana jibu lake la tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana. Tazama. Kwa nini nianze kuangalia kote huko? Pengine akasema ngoja kwanza nikaongea na Yosefu, mwanangu ndio mchumba wangu yule. Nikaongea naye tukaweke sawa. Hapo nitarudi tena malaika nitakwambia. Angesema hivi. Lakini hajamtaarifu Yosefu wala hajaongea na yoyote. Ametafakari, tunasema kwamba moyoni mwake salamu hii ya namna gani? Hapa alipoendelea mbele, alipoeleweshwa vizuri katika tafakari yake hiyo, anasema tazama mimi mjakazi wa Bwana. Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Kwa hiyo sina cha kuweza kusema sasa kukataa, kuanza kubisha sana. Mimi ni mjakazi wa Bwana. Nitendewe au na iwe kwangu kama ulivyosema. Kama tulivyosikia katika Injili ya leo, na sentensi hii inachukuliwa katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 38. Anaanza safari rasmi, anajiweka rasmi wakfu kwa Mungu. Anakuwa sasa ni chombo hiki ambacho Mungu amekiandaa kubeba ukombozi. Na ndio maana katika safari hiyo anakuwa tabernakulo la kwanza kumbeba Yesu Kristo. Na anaendelea naye, anamzaa Kristo mkombozi wetu. Yuko naye, amekuwa mfuasi mzuri, amejiweka wakfu, ameacha yote ya ulimwengu, ameacha ya kusema mimi ni mchumba wa Yusufu, mimi sio hapa, mimi ni mjakazi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo ametolea maisha yake kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya huduma ya Mungu. Yeye amejaa neema na sisi hatujajaa neema katika safari yetu ya wito wetu ambao ni una thamani sana maishani mwetu. Hatujajaa neema, tunajikabidhi kila siku, lakini tumewekwa wakfu. Tunapowekwa wakfu, maana yake tutumike kwa ajili ya Mungu na huduma yake tu. Na tumewekwa wakfu toka mwanzo. Na tunaposoma katika kitabu cha nabii Yeremia, nasema kabla hujaumbwa nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa na kukuweka uwe nabii wa mataifa. Hii ni kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 aya ya 5. Na kwa sababu hiyo wito huo unatoka kwa Mungu. Wito huo ni Mungu mwenyewe anatujua tulivyo, na ndio maana anatuita. Ana udhaifu wetu tulio nao, anatuita na udhaifu wetu, na anatuahidi kutuwezesha. Kazi yetu ni kujikabidhi kwake bila kujibakiza katika mahangaiko yetu, katika shida zetu, katika magumu, katika yote. Yeye atatuvusha, atakuwa nasi. Na sisi maisha yetu anaanza na ubatizo. Safari yetu ya kujiweka wakfu tunaanza na ubatizo. Tunapomkaa Shetani, tunapoahidi hiyo, tunaelekea katika utakatifu na tunakuwa Wakristo. Lakini tunaendelea vile vile kuhuisha safari yetu hiyo katika sala zetu. Tunaendelea kuhuisha safari yetu hiyo katika misa takatifu. Na tunaendelea hivyo vile vile katika kitubio kila wakati, kufanya toba kwa Mungu kwamba tumekosa. Na tunawekwa wakfu
Yesu mwenyewe alipokuwa anakuombea, ukisoma Injili ya Yohane sura ya 17 aya 17, watakase kwa ile kweli. Kweli yenyewe ni neno lako. Hiyo ni Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 17. Tunaweka wakfu kwa mtindo. Lakini tunaendelea tena, tunaiweka wakfu katika maisha ya utawa, tuweze kuishi kwa kumfuata Yesu Kristo alivyoishi yeye, kwa kuishi mashauri ya Injili kama yeye mwenyewe alivyoishi, fukara, safi kamili na vile vile utii. Na ndio maana tunapojiweka wakfu lazima tutambue hayo yote na tuweze kumwangalia mama Bikira Maria, vile kumwangalia Yesu Kristo mwana wa mama huyu Bikira Maria. Tunapojiweka wakfu, tunajiweka wakfu katika sala. Yule ambaye amewekwa wakfu ni mtu wa sala. Unapokuwa mtawa lazima uwe mtu wa sala, upate nguvu katika hilo. Na mama Bikira Maria anakuwa mfano mkubwa katika sala za kila siku alipojiweka wakfu. Ya kwanza tunamuona alipokuwa na mitume wale 11 baada ya kuagwa na Yesu kule katika mlima wa Mizeituni, akapaa mbinguni, walirudi Yerusalemu, wakakaa katika chumba wakisali, wakisubiri ujio wa Roho Mtakatifu. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 12 mpaka 14. Walikaa pale na mama Bikira Maria pamoja na mitume wakisali mfano wake. Lakini vile vile tunaona akiwa ni mtu wa sala katika wimbo wake yeye mwenyewe ambao tunasema ni wimbo wa Magnificat, moyo wangu wamtukuza Bwana. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 46 mpaka 55, tunaona vile vile sala yake kubwa kule harusini Kana, anapomwendea Yesu. Hawana divai, anamuomba, hawana divai. Kisoma Injili ya Yohane sura ya 2 na kuendelea huko. Lakini vile vile tunamuona mama Bikira Maria akiwa na Yesu katika safari yake yote, kutoka amebeba msalaba mpaka Golgotha, yuko chini ya msalaba akitafakari katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 26 na kuendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa yule aliyejiweka wakfu, sala ni muhimu sana. Sala inampa nguvu. Sala ndio njia pekee ya kuongea na mwenyewe, na katika sala hizo na pamoja na kusoma neno la Mungu, kulitafakari. Na kwa sababu hiyo mtawa huyu hawezi akakaa peke yake, anakaa katika jumuiya, na katika hiyo kuna sala za pamoja, na wakati mwingine hata tunapokula chakula pamoja ni sehemu ya kazi hiyo ya jumuiya ndogo ndogo, hiyo kitu kidogo, lakini ni muhimu sana katika maisha. Sala za asubuhi, misa takatifu, sala za mchana, sala za jioni, sala binafsi, tafakari ya kina ya mtu binafsi ni muhimu sana. Kwa sababu hiyo ninapojiweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile najiweka wakfu katika sala, najiweka wakfu katika sala. Lakini pamoja na hayo, tunamwangalia mama Bikira Maria, kujiweka wakfu kwake ni mtu wa furaha, na kwa sababu hiyo mtawa anapojiweka wakfu kwa Mungu lazima awe mtu wa furaha, anajiweka wakfu katika furaha. Na hii tunaona katika wimbo wake mwenyewe anavyosema, moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu inafurahi. Na kwa sababu hiyo lazima nifurahie mtu wangu, sijalazimishwa na mtu, sijashikiwa bunduki kwamba sasa lazima uwe hivi. Ni mimi naongea na Mungu wangu
Ni mimi ninapoongea na Mungu wangu, naitika anaponiita na naijua sauti. Na kwa sababu hiyo lazima niwe ni mtu wa furaha, niwe katika jumuiya, niwe na wenzangu, niwe popote pale, kazi niliyopangiwa, chochote ninachokifanya nikifanye kwa furaha. Na kwa sababu hiyo nisiwe na manung'uniko, nisiwe ni mtu wa kujilaumu, nisiwe wa kulalamika, bali niwe ni mtu wa furaha, kufurahia wito wangu ambao Mungu ameniita. Tunasema furaha sasa kama niko na ninakuwa kama mtu anayepoteza wakati. Lakini pamoja na haya tunaangalia mashauri ya Injili, na tunamwangalia Bikira Maria mwenyewe, na tunaangalia sisi wenyewe. Mtawa anaweka nadhiri ya ufukara. Anapoweka nadhiri ya ufukara, wakati mwingine anaweza katafsiria kwamba sasa anaiweka wakfu awe maskini. Hata Mungu pia ndio maskini. Fukara huyu ambaye ni mtawa ni yule ambaye si mtu wa kusema hiki ni cha kwangu, si mtu wa kusema kwamba haya ni mali yangu, si mtu ambaye amepewa kazi ya kufanya. Kwa mfano ni mwalimu akipata mshahara aseme wa kwangu, si yule ambaye yuko kulima akapata mahindi akasema mahindi haya ni ya kwangu, naenda kuuza, ni mali yangu. Hawezi akasema nyumba hii ni ya kwangu, hawezi akasema nguo hizi ni za kwangu. Haya yote ni ya kwetu, ni mali yetu sisi. Na kwa sababu hiyo yule anayejiweka wakfu kama mtawa na kuishi shauri hili la Injili ufukara, maana yake kushirikishana yale tulionayo, na vile vile kushirikishana yale tulionayo ni ya kiroho na ya kimwili. Ya kiroho vile vile tuna talanta mbalimbali, nao ni utajiri. Talanta hizo si mali yangu mimi, ni mali ya jumuiya yangu, na kwa sababu hiyo nitumie talanta hii kwa ajili ya usitawi wa jumuiya yangu, na si kwa ajili ya ustawi wangu, na si kwa ajili ya majivuno. Na ndio maana nadhiri hii inatufanya tuwe huru na mambo ya dunia hii, mambo ya dunia hii na yanayotesa watu. Cha kwanza anasema kwamba ni utajiri, watu wanatafuta mali, na katika kutafuta mali wengine ni majambazi, wengine ni wezi, na wengine wanaishi maadili ya ajabu. Hawaishi katika maadili, wanaishi kiajabu, maisha ya ajabu, hawaishi katika maadili mema. Na yote haya ya kutafuta utajiri, na kwa sababu hiyo hilo ni la ulimwengu huu. Lakini pamoja na sifa, tafuta sifa, nisifiwe, na kwa sababu hiyo lazima wanisifu. Utafuta madaraka, ukayaona haya utawani. Kwa mfano tunasema tuchague nani awe mama mkuu, mfanya kampeni, hiyo ni kidunia. Yaani ukiona mnafanya kampeni nani awe mama mkuu, sasa tumchague yule kwa sababu ametoka sehemu fulani, kwa sababu ni wa kwetu, ndio kwamba mmepotea. Tunasema kwamba sisi tunaachana na, ndio maana hiyo nadhiri ya ufukara inatufanya tuwe huru, watoto wa Mungu chini ya neema ya Mungu, tuongozwe na Roho mwenyewe. Na ndio maana katika sekwensi ya Roho Mtakatifu tunasema unyeshe pakavu petu, ulegeze ukaidi wetu, pasha moto ubaridi wetu. Wakati mwingine tuko baridi, wakati mwingine hatuzai matunda. Manake huwezi kuzaa matunda kama wewe ni mkavu tu. Na kwa sababu hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza katika yote na katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Kwa hiyo kujiweka wakfu katika nadhiri ya ufukara, kushirikisha wenzangu yale niliyo nayo, yawe ya kiroho, yawe ya kimwili, ikimaanisha kwamba mimi nina mali hii, mimi nimefanya hivi, mimi wamenipa hiki, mimi wamenipa haka,
yote haya ni ya kwetu. Ulimwengu wa leo ni mgumu. Najua kila mtu ana simu yake, na kwa sababu kwenye simu huko kuna M-Pesa, na pengine hata mama mkuu ajue hata M-Pesa password yako haijui, ni wewe peke yako tu unaijua. Wanatuma shilingi ngapi ndio wewe unajua, kwa wewe na Mungu wako katika hayo yote. Lakini vile vile tunajiweka wakfu katika usafi wa moyo. Tunamwangalia Yesu Kristo aliyeishi hilo, na wakati huo aliishi ufukara, aliishi usafi kamili, na mwana mama Bikira Maria katika ufukara wake. Vile vile tunaona kwamba Yesu alizaliwa katika mazingira ya ajabu ya Misri, katika pori la kulia wanyama amezaliwa huko, lakini katika kuzaliwa huko anaonyesha hayo, na Yesu ameishi ufukara. Pamoja na hayo tena ameishi usafi kamili, na mama Bikira Maria ameishi usafi kamili. Haya anajionyesha katika Injili yake anaposema itakuwaje. Najua kwamba umesema hiyo, umesema itakuwaje sasa, mimi simjui mimi. Onyesha usafi wa moyo kutoka mtoto wake, ameishi usafi wa moyo. Ni kazi ya Mungu itakayoongoza hayo yote mama wewe, na kwa sababu msiofu anaambiwa kwa wa kwanza kufanya hayo, na yule ambaye anajiweka wakfu mtawa anajiweka wakfu kwa katika nadhiri hiyo ya usafi wa moyo kwa kumwangalia Yesu Kristo, kumwangalia mama Bikira Maria, na kuishi bila mgawanyiko wa moyo, bila kugawanya upendo, kujitoa bila kujibakiza kwake yeye Kristo anayekuita. Kwa sababu hiyo ukigawagawa moyo wako ni vigumu, mwisho wakati utaishi kama wanyama wanaoitwa wale wa biolojia wanasema amphibia. Amphibia anaishi maisha ya aina mbili, yuko kwenye nchi kavu, yuko kwenye maji. Anatamani vyote viwili, anaishi kwenye maji, anaishi kwenye nchi kavu, yote anaweza kaishi, lakini si kwa mtawa hivyo. Maisha ya aina mbili hapana. Moyo usiogawanyika unamkabidhi Yesu Kristo, kwa sababu lengo ni kuelekea katika utakatifu. Lakini tunajiweka wakfu tena katika nadhiri ya utii. Kimwangalia mama Bikira Maria kama aliyosema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, kama ulivyosema. Anajitoa bila kujibakiza katika utii kwa yule ambaye anampa kazi hiyo ambayo ni muhimu. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunapoziangalia hizi zote nadhiri tatu, mashauri ya Injili, tunamwangalia Yesu Kristo, tunamuita kila wakati katika maisha yetu aweze kuongoza yeye mwenyewe kwa neema zake. Lakini pamoja na haya yote, mtawa anapofunga nadhiri anajifunga mbele ya watu wote, na anapojifunga mbele ya watu wote, mtawa huyu anaishi katika jumuiya, na kwa sababu hiyo lazima jiweke wakfu katika jumuiya, vile vile maisha ya jumuiya. Na tunapoishi katika maisha ya kijumuiya, tunamwangalia Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, umoja usiogawanyika, Mungu mmoja, Mungu pamoja, Mungu ambaye ni familia. Kwa sababu hiyo ndio anakuwa modo yetu. Kwa Kiingereza tunasema modo. Tunamwangalia yeye kwa sababu kitu kitakachotugawanya sisi ni kile ambacho hakitoki kwa Mungu. Tukiona tunaanza kugawanyika, tukiona tunaanza kusengenyana, tukiona tunaanza kutukanana, unajua kwamba hapa shetani anaingia, anatuvuruga hivi. Kwa sababu hiyo mtawa anaishi katika jumuiya, na anapoishi katika jumuiya, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 44 na sura ya 4 aya ya 32. Kwanza sema kwamba wakaweka kila kitu pamoja, wakaweka kila kitu pamoja ili mtu aende achukue kadiri ya mahitaji yake. Lakini hawa watu walikuwa moyo moja na roho moja. Hawa wanafanya ushirika, na kwa sababu mtawa anapoingia katika jumuiya hiyo
anapoiweka wakfu hivi katika jumuiya, ni Mungu anayempa wa kuishi naye nao, na Mungu hapo wa kuishi nao awaone kama ndugu zake, na kwa sababu hiyo aishi nao kwa upendo. Na ndio maana kwa kila mtawa tunajua kwamba Waingereza wanasema kuna I you, kila mmoja ana I you. I inamhusu yeye na you inamhusu mwingine ambaye anaishi naye, na kwa sababu hiyo, kwa maneno mengine, ni mimi na jumuiya. Sasa kama ni mimi na jumuiya, nini cha kwanza? Jumuiya ya kwanza, na jumuiya hii ndiyo inayoamua, jumuiya ndiyo inaongoza, jumuiya ni mlinzi wa nadhiri zangu nilizoweka. Na kwa sababu hiyo, niangalie vizuri maisha ya jumuiya na niishi vizuri maisha ya jumuiya. Nisipoishi vizuri maisha ya jumuiya, najua nimepewa wajibu, nabidi nikafanye kazi utume ule, nabidi niende kule, lakini wakati wa sala nipo, wakati wa chakula tuko pamoja, wakati wa tafakari tuko pamoja, kwa sababu wakati wa tafakari hii jumuiya si mkusanyiko wa watu, ni kitu ambacho ni matokeo ya mioyo inayomtafakari Mungu kwa ndani. Na kwa sababu hiyo, wakiwa kwenye tafakari hapo, wote wako kwa Mungu na wamefanya jumuiya, wamekusanyika kwa Mungu, wakiongea na Mungu wao, wakimtafakari, wakimwona kwamba si mali ya mmoja, ni mali yetu. Na hawa wanapokusanyika wakiwa pamoja, kwa nje yanatoka moyoni. Na ndio maana jumuiya ni muhimu sana kwa mtawa ambaye ameanza kukwepa sala za jumuiya, chakula katika jumuiya, na kula peke yake, angependa sali peke yake. Wakati mwingine anaanza kachungulia, bado wako mezani, najidai kwamba napotezea muda kidogo, taenda baadaye, tumsaidie. Anaanza kuteleza huyu, usisubiri apotee moja kwa moja, kwa tu karibu naye umsaidie. Kwa sababu hiyo, jumuiya ni muhimu sana. Na katika jumuiya hiyo ambayo ni IU, kule tunapokusanyika wote, kila mtu ana nafasi yake, na kila mtu ana kitu cha kuweza kuchangia katika talanta alizopewa na Mungu. Na kwa sababu si mtu wa kukaa tu kimya, na kwa sababu hiyo vile vile katika jumuiya hiyo, kila mmoja ni wa kuweza kuthamini yale ambayo anafanya mwenzake, ndio kupeana moyo. Kwa maana tunakuwa na vikao, kwa sababu kikao chetu hiki ni cha kujiweka upya. Tunakosoana sasa, unatukwaza wewe kwenye jumuiya, sio kwenda kusengenyana, sio kwenda kusema nje. Kwenye jumuiya unatukwaza, mbona unaenda moja mbili tatu, mbona mambo haya yaende? Tayari ndio hivyo, tunaenda hivyo. Ndio maana utume wa kwanza wa mtawa unaanza na jumuiya yake, anafanya utume wake kwenye jumuiya. Ule utume wa nje ni matokeo ya utume wa jumuiya. Usije ukachafua jumuiya ukaenda nje, wanakuita vizuri, au wanasema mama, au wanakuita hata kusema baba au nani, wanakushangilia, wakati nyumbani huwezi ukaongea na wenzako. Utakuwa ni unafiki, utakuwa hujatimiza. Na ndio maana katika mchango wa mtawa, wa watawa na jumuiya za kitawa katika kanisa, ni kuiweka jumuiya iwe ya upendo, ushirikiano, ukiweka jumuiya ambayo Mungu yuko kati yake, furaha imejaa, amani imejaa. Hawa wanachangia kitu kikubwa sana. Yale wanayofanya kwenye utume wao, wanashirikisha kile wanachokiishi katika jumuiya. Na ndio maana ni muhimu hilo. Na ndio maana sasa jumuiya ambayo inaumwa, jumuiya inaweza kaumwa, jumuiya nayo inaweza kawa na ugonjwa. Ugonjwa wenyewe unaweza kawa ambao tunaweza kusema, Waingereza wanasema negative criticism. Ninasema kwamba huyu haina kufanya nini, hamna lolote, afanye kizuri, huyo nini huyo. Lakini vile vile tuna mawazo yetu ya kutoa kwenye jumuiya.
Jumuiya inaweza kusema waza tujapokea, hawanipendi, hawapokee mawazo yangu. Malalamiko, kulalamika tu kila wakati. No. Haya kwamba kama niesha tambua kwamba jumuiya ndio inabidi hiyo ya kwanza, lazima niangalie jumuiya hiyo na niienzi. Ndio maana wakati wana watania anasema, wengine anasema, mtu anasema kwa mfano nataka nikasomee hiki. Anayeamua ni jumuiya. Kwa tuna mahitaji haya katika jumuiya yetu. Nataka nikasomea urubani. Nataka niwe rubani, mimi niendeshe ndege. Utaendesha wapi? Shirika halina ndege. Nataka niendeshe treni. Shirika halina treni. Kini shirika linataka ukasomee uganga, wewe unesi. Shirika linataka usomee kilimo. Sasa ana shamba na hospitali, ukasomea unesi, uganga, ukasomea katekesi, kwa sababu tuna utume kwenye parokia zetu. Angalia yote haya, hawanipendi. Kila mtu anipendi kwenye utawa wangu. Na wanawashirikisha watu kapotea. Kumbuke kwamba kama nilivyosema, tunafanya tathmini vile vile. Wale wanafanya jubilei, wakati fulani anaweza kujiuliza, hivi nimechangia nini katika shirika? Miaka 25 nimefanya nini? Na safari yangu ya wito wangu je? Nipiga hatua au niko maktani? Mimi nafunga na bidii za daima. Nilikotoka nimejiendea tu, wamenihesabia miaka tayari nafunga na bidii za daima, sio mimi naamua tu na hesabu miaka. Yote hayo nimejiuliza katika tathmini yetu. Hapo ndio maana ninapojiweka watu sasa nasema naanza nionyeshe haya sasa. Nionyeshe nasema active participation katika shirika langu, katika maisha yangu ya wiki. Sio navutwa tu, lakini naonyesha hili moyo huu ndio nao mwelekea Mungu. Ndio maana sasa kuthaminiana, kwamba anayofanya mwenzangu huyu, pengine anapika chakula jikoni na kula nimeshiba, mimi naenda kufundisha. Sasa siwezi kashika masizi mimi chafu, nikamdharau yule anayepika, nikamdharau yule ambaye yuko shambani. Ni kosa kubwa kwa mtao, na ninakuwa sielewi ninachokifanya mimi katika utawa wangu. Lakini kama naelewa kila mmoja ana maana katika maisha, bado lazima nithamini kazi yake. Yesu aliweza kuthamini, lakini sisi tusipothamini tutafanya nini? Tutaharibia. Matokeo yake unaweza ukafika katika jumuiya huoni familia yako hata siku. Muone baba wala mama, zaidi ya masimango, masengeni, kutukanana, kusengenyana, zaidi ya kuongea na watu wa nje. Sasa mambo ya jumuiya yakiwa nje, maana wazazi wako hapa. Wazazi wakija hapa, mtoto mbona umekonda sana? Mama kuna mateso sana. Unategemea kwambie nini? Mwana turudi. Nataka kwambie kuna mateso. Ukifika huko, wasema karibu. Ukifika huko, unasema kafanya nini? Mimi mama, ni safari hiyo. Kama nimekonda, wewe unasema nimekonda, lakini ni safari yangu. Lakini kama unasema mwaga kila kitu, ukikutana na mtu na mwaga ya jumuiya yako, ukifika wewe na mwaga hayo, mwisho wakati hawajui unavuruga miito. Kini mtu anasema mtoto wangu aende kule, sitaki. Kwa sababu hiyo tuweze kumuonyesha Yesu alivyo. Fukara huyu, msafi wa moyo huyu, mtii huyu alivyo kwa watu. Unapofika nyumbani kule watambue hilo, na wazazi wanapokuangalia wanasema chukua hiki mwanangu, uende ukashirikiane na wenzangu na watoto na wenzako, mkale pamoja. Ndio maana ya utawa, kujiweka wakfu. Ulimwengu wa leo mnaweza mkajisahau, mkafanya vikao vingi sana, vikaandikwa mambo mazuri sana, lakini vikaishia kwenye mafaili na maisha mkaishi mengine ambayo haitakuwa na maana sana.
hao wazazi wakaona mmevaa vizuri hivi masista wa watu, sasa anatuletea shilingi kadhaa. Wazazi hawezi mkafikiria hivyo. Wazazi mtasikia wanavyosema watoto wenu hapa, najiweka kwa maisha yangu yote niwe fukara, hakuna cha kwangu. Kwa hiyo mzazi, mtoto anapokuja nyumbani sasa unasema mbona hujatuletea chumvi? Amepata wapi hiyo chumvi? Wazazi muombee watoto wenu wanaojiweka watu, ni waombezi wenu wazuri vile vile, na ni heshima ya familia zenu, na tunawashukuru kwa kuwatoa, lakini vile vile muendelee kuwaombea, na ni heshima kwenu wanaendelea kuwaombea, na wanapofika nyumbani muendelee sasa kuwashauri. Ukiona kama anaenda vipi, unasema wewe mbona sipendi kusikia unawasema vipi, ndio maana hii tunafanya, kwa tayari kumkosoa wewe mzazi. Basi wakati huo halipo na jumuiya yake, yuko kwako wewe mzazi. Ulimwengu wa leo huu tunaona kwamba jamii inayotengenezwa ni jamii inayotengeneza, tunasema kwamba mila ya kifo, shauri yako huko huko. Maana nimepata Zubaa hatuyaishi nje ya jamii. Unaweza kushangaa tuko na sisi na wadawa tunaanza kushindana nana na simu kali. Mimi nina iPhone 17 Pro Max. Wewe cheki unapata wapi hizo iPhone 17 Pro Max? Unapata wapi? Ukipata hiyo sasa na vocha unapata wapi? Ndio shirika ni tajiri sana. Hiyo tajiri itakugawia mtu vocha zake hizo. Sasa kujiuliza hilo kama mtao unaweza kupotelea. Na unaweza kuzama kwenye simu ukaona uongea na simu yako kila wakati, kawasahau dada zako, kawasahau kaka zako, ukasahau kushirikishana katika maisha. Kila mtu yuko busy kwa chakula, kila mtu na simu yake, nasahau jumuiya. Ulimwengu wa leo, utandawazi huu unatupotosha. Wakati mwingine hatuna muda wa utulivu na Mungu wetu. Kila mara mioyo iko juu tu. Nini kinaendelea kwenye Facebook, nini kinaendelea kwenye Twitter, nini kinaendelea huku. Matokeo yake hata sala zetu zinakuwa juu. Nafikiria nani atakuwa ameshatuma message huku, ikifika tu nianze kufungua niangalie. Malezi ya maisha ya utulivu, kuongea na Mungu ndani mwetu, inakuwa shida katika ulimwengu wa leo. Tumwangalie Mama Bikira Maria huyo, sasa aliweka yote moyoni, akayatafakari katika safari yake ya maisha. Awe mfano wetu. Yeye amekijua dhambi ya asili na dhambi zingine zote. Sasa tujakingiwa, lakini tumewezeshwa kwa neema za Mungu kuweza kuyaishi haya yote tunayaweka mbele yake. Neema zipo, hatuwezi ukaweka visingizio. Kwenye somo la kwanza tuliona visingizio hivi. Wale jamaa wale, uko wapi wewe? Unafanya nini? Niko uchi. Anajibu swali lingine. Basi tuangalie haya yote, tusiweke visingizio. Neema za Mungu zipo. Tumkimbilie Mungu kila wakati, tuongoze, atulinde na kutupa afya njema. Tunawapongeza wale wanaofanya jubilei 25, 50 na 60. Hongereni kwa miaka hiyo. Na mnapoweka hivi ni mwanzo wa maisha tena nyingine kwa ajili ya iweka zaidi kwa Mungu. Najua kwamba ninyi mrudi na adhibu. Sasa kurudi mnahuisha. Mrudia kuweka za daima, mnahuisha. Na hongereni nyinyi mnaofunga nadhiri za daima leo. Endelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu awaongoze. Na muweze wote kwa mfano kwa wadogo wanaofuata, ili wayapende maisha haya. Sasa naangalia kule mwili wote nini, kumbe nikipata pete ina maana sana. Kwa nini nitadidimiza ile hapana, ali chini ni na nini hivi hapana. Tuangalie na kwa mfano kwao, ili wayapende maisha haya, na sisi sote mwisho wakati tupate tufikie katika utakatifu ambao lazima tutakatifuze roho zetu, tutakatifuze mioyo yetu, tutakatifuze vile utashi wetu, na kusema ndio kama Mama Bikira Maria alivyosema ndio maisha yake yote. Tumsifu Yesu Kristo.